Natumai umeendelea kuwa karibu sana na vyanzo mbalimbali vya taarifa, na habari kubwa sana ambazo tumekuletea kupitia Yuhoma TV ni juu ya kuanzishwa upya kwa operation mpya ya Iran baada ya ile operation ya kisasi. Sasa baada ya kutangazwa kwa operation ile ya tit for tat ya kuangamiza kule Mashariki ya Kati, mshirika wa Marekani Israel, sasa Marekani amjitokeza ghafla tu, na katika moja ya presi yake na waandishi wa habari, rais wa Marekani Donald Trump ameanza kutapatapa na ameanza kuanga vilivyo. Yani Waswahili wanasema leo kazi ipo. Sasa hii ndiyo leo kazi ipo, ambapo rais wa Marekani Donald Trump ametangaza rasmi kutoa burungutu la fedha kwa yeyote ule kutokea kule nchini Irani kwa kile ambacho amesema atakayefanikisha zoezi la kuvujisha siri za alipo Ayatollah mpya wa Irani, yani Mujtaba Khamenei, na kupelekea kwa majasusi wa Marekani kupitia vikosi vyake vya kijasusi vya DIA pamoja na CIA, yani weza kufanikisha kuchora rada za alipo na hali yake inayoendelea kiongozi mkuu wa Irani na mtoto wa Ayatollah, marehemu Ayatollah Said Ali Khamenei. Marekani, rais Donald Trump ametangaza kutoa kafara zaidi ya dola za Kimarekani milioni 10, ambazo hizi ukichenji kwa vichenji vya pesa ya Tanzania, yani Tanzania shillings, ni mamilioni, yani mabilioni huko, miela mingi sana ambayo mtu akiipata inaweza kusababisha utajiri wa yeye na wajukuu zake ambao watawazaa. Hii nimeisema tu mtazamaji. Sasa rais wa Marekani Donald Trump ameanza kuangukia pua na ameanza kuonyesha dalili za wazi kabisa kwamba Irani yuko juu zaidi, na hamuwezi kijasusi, hamuwezi kivita, wala hamuwezi kwa namna yoyote ile ambayo atakuwa ameingia kichwa. Sasa wakati Trump akizungumza hilo katika moja ya mazungumzo yake huko mjini Washington DC nchini Marekani, ambapo ameweka wazi dhamira yake hiyo ya kumuua kabisa kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Mujtaba Khamenei, licha ya kauli zake za hapo awali kusema kwamba kiongozi huyu tayari wamemshambulia. Kumbe ni taarifa ambazo walikuwa wakizitoa, taarifa za propaganda ama taarifa ambazo hazikuwa na uhalisia wowote wa jambo hilo kutokea, licha ya kwamba Israel kuarifiwa kuishambulia Irani na kusema kwamba Mujtaba Khamenei ameathirika baadhi ya maeneo kutokana na shambulizi hilo na mshtuko. Lakini Marekani kumbe haipo kabisa na ukweli juu ya hiko ambacho wamekisema na wamekieleza. Na katika hilo, wakati hiyo yote yakijiri, tayari Marekani wakati akitangaza dola hizo za Kimarekani milioni 10 ametangaza pia kupeleka vikosi vyake vya wanamaji kule Mashariki ya Kati baada ya Mujtaba Khamenei na serikali yake kutangaza kufungwa na kuendelea kufungwa kwa mlango wa bahari kule Mashariki ya Kati, mlango wa Hormuz. Sasa fukuto limekuwa kubwa zaidi katika vita hivi vya Iran na Marekani, ambapo Marekani anaonyesha wazi kuonekana kwamba tayari ameshindwa, na katika vita hivi Irani ameonekana kuwa mbele zaidi katika hata mashambulizi yake. Kama umekuwa karibu sana na chaneli hii ya Yuhoma TV, tumekuletea taarifa hivi karibuni juu ya makombora ambayo yameendelea kupigwa kule nchini Israeli. Kama kuna sehemu tuliwasilisha ama hukuelewa, ni makombora ambayo yalipigwa Israeli na sio Omani. Kwa hivyo ni kutaka radhi mtazamaji kwa kile ambacho kilikuwa kimesikika kule katika taarifa ya awali. Makombora yale yalikuwa yamepigwa kule nchini Israeli katika majengo ya Israeli na sio Omani. Sasa Marekani amepeleka tena vikosi vyake vya majini, na kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la Marekani, takriban wanajeshi 2200 wa majini wamepelekwa Mashariki ya Kati, na hii ni kushughulikia kile ambacho Marekani imesema chokochoko ya Irani kwa kuendelea kufunga mlango wa Hormuz kule Mashariki ya Kati. Sasa kwa mujibu wa waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth amebainisha hilo akisema kwamba ni kwa mujibu wa ombi kutokea kwa kamandi kuu ya vita kule Mashariki ya Kati ya Marekani, ambapo kamandi hiyo inaitwa CENTCOM ama Central Command, ikiwa na majukumu makubwa ya kusimamia shughuli zote za kijeshi za kivita za Marekani katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Iliomba vikosi vya wanamaji kupelekwa kule Mashariki ya Kati, na hivyo waziri Peter Hegseth amebainisha kwamba ombi hilo limejibiwa na rais wa Marekani Donald Trump, akielezea vikosi hivyo kupelekwa tayari kabisa Mashariki ya Kati. Sasa jambo la kushangaza zaidi katika Raani aliyoiweka Marekani juu ya kuwatafuta maafisa kadhaa wa Irani, akiwemo kiongozi mkuu wa Irani Mujtaba Khamenei na mkuu wa majeshi ya IRGC, lakini pia na maafisa mwandamizi wa
jeshi la Irani, ambaye pia ameweka picha zake katika moja ya tangazo hilo aliloliweka na kuchapisha, ambalo tangazo hilo amelituma kupitia idara ya usalama mjini Washington DC, katika kambi kuu na makao makuu ya usalama na ulinzi pale Pentagon. Sasa Rais Trump kupitia idara hiyo ya usalama na chapisho hilo ambalo amelitoa ni kwamba linaonyesha picha za maafisa watatu ambao hao nasema ni most wanted, wanaotafutwa na kusakwa vikali na Marekani kupitia rais wake Donald Trump. Wa kwanza amestaja hapa Mujtaba Khamenei, lakini pia wa pili naibu mkuu wa wafanyakazi wa aliyekuwa Ayatollah, yani Ayatollah Saidi Ali Khamenei, ambaye anaitwa Ali Asghar al-Hijazi, na afisa mkuu wa usalama wa Irani Ali Larijani, ambapo majina mengine katika orodha hiyo ni pamoja na Yahya Rahim Safadi, mshauri mkuu wa kijeshi wa kiongozi mkuu wa waziri wa mambo ya ndani Eskandar Momeni, na waziri wa ujasusi wa Irani Ismail Khatibu. Lakini pia rais wa Marekani Donald Trump ameeleza nafasi 4 za ziada zimetajwa pia katika tangazo hilo bila majina yake kuwepo kwenye bango ama tangazo hilo ambalo rais wa Marekani Donald Trump amelitoa. Na miongoni mwa hao ni pamoja na katibu wa baraza mkuu la ulinzi, mkuu wa ofisi ya kijeshi ya kiongozi mkuu, kamanda mkuu wa kikosi cha ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, na mshauri wa kiongozi mkuu wa Irani. Sasa katika tangazo hili ambalo target ya Marekani, na hivi siku za hivi karibuni tumekuwa tukikwambia kwamba Marekani akitaka kufaulu katika operesheni zake, ikiwa ile operesheni ya Epic Fadi kule Mashariki ya Kati katika taifa la Irani, ni atakapowaua ama kuwaondoa uhai wao viongozi wote wakuu nyadhifa za juu katika jeshi la Irani, ambapo jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Na akifanya hivyo, basi operesheni yake ile ya kijeshi kule Mashariki ya Kati itakuwa imefanikiwa ama imeweza kufuzu kwa namna fulani. Sasa kulingana na taarifa hiyo, watu ambao amewatarget hapo wanaelezwa kuwa ni viongozi wakuu na muhimu mno na nyeti katika taifa la Iran, katika utawala wote wa kijeshi na utawala wa Iran, ambao wanahusika moja kwa moja katika kuamuru na kutoa maamuzi, lakini pia kuongoza matawi tofauti ya IRGC nchini Iran, ambayo inasema kwamba uongozi huu wa kijeshi una jukumu kubwa la kupanga, la kutekeleza na kutoa amri ya mashambulizi mbalimbali makubwa na madogo nchini Iran, lakini pia kuelekea katika mataifa mengine ikiwemo Israel. Kama nakumbuka mtazamaji, ni kwamba kwa siku za hivi karibuni jeshi la Irani na uongozi mzima wa Irani ulitoa amri ya majeshi, yani kila kiongozi wa kijeshi, kamanda, kuamuru kikosi chake kushambulia sehemu yoyote ile na mahala popote pale ambapo jeshi linakuwa linaamini kabisa ni sehemu ambayo inatakiwa kushambuliwa. Kwa hivyo walitoa mandate kwa jeshi kuamua, na si tena kwa utawala kusema tutasubiri amri, ama kama vile ambavyo watu wamezoea kusema kwamba ni amri kutokea juu. Sasa jeshi lilipewa amri na komandi nzima ya kutekeleza mashambulizi mbalimbali, na ndivyo ambavyo imekuwa ikifanya kwa kushambulia maeneo mbalimbali kwa wakati mmoja na saa chache. Sasa hili kwa Marekani limekuwa ni pigo kubwa sana, na hivyo ameanzisha mpango wake ambao ameuita kama mpango wa Rewards for Justice. Anasema kwamba hiyo ni fungu nono kabisa na zawadi kubwa kwa ajili ya kutekeleza mauaji, ya kutekeleza kuondoshwa kwa utawala wa Irani Mashariki ya Kati, wakiwa na makamanda wakuu wa nchini Irani. Sasa vita vya Iran na Marekani kufuatia hili la Marekani inazidi kuwa tete na mbichi zaidi, ukilinganisha kwamba kwa siku za hivi karibuni Iran imepokea pigo kubwa la kuondokewa na Ayatollah, kiongozi mkuu wa Irani, lakini pia na raia wa taifa hilo ambao wanatajwa kuwa kutokuwa na hatia. Lakini pia pigo lingine ni baadhi ya maeneo ambayo Iran imeendelea kushambuliwa katika vituo vyake vikubwa vya nyuklia, lakini pia na vituo vyake vya nishati. Hivyo bado Marekani inaendeleza kudhoofisha taifa la Irani, japo Irani bado haionyeshi dalili za wazi kusalenda ama kusalimu amri kwa Marekani juu ya kile ambacho amekuwa ikiendeleza. Leo Irani imetangaza operesheni mpya ya mashambulizi yasiyokuwa na kikomo ama tit for tat makombora, na Irani yamekuwa akiendeleza hilo bila kupata hofu ama kuhofia chochote kile ambacho kimekuwa kikiendelea Mashariki ya Kati. Kama nakumbuka, leo ilikuwa ni siku ya kimataifa ya Irani, siku ya kikudi ya Irani, na hivyo viongozi mbalimbali walikuwako mitaani, ikiwemo rais wa Irani Masoud Pezeshkian, lakini pia alionekana mitaani pia na waziri wa mambo ya kigeni wa Irani, yani Abbasi Arachi, ambao pia walizungumza na alaiki ama na umma, ambapo hili limekuwa kama tishio kwa Marekani na Israel, japo kwamba vita vikiendelea nchini Irani, lakini viongozi hawa wametembea hadharani na umma licha ya kama makombora yameendelea kutua katika maeneo mbalimbali ya Irani. Hii inaonyesha kwamba Irani haina hofu juu ya mashambulizi wala juu ya kuuawa kwa viongozi wake wakuu wala juu ya kuondokewa na wale ambao wanawategemea. Ingekuwa Iran wanaogopa, basi viongozi hawa
wangekuwa wamejificha chini ya ndaki ama wasingeonekana hadharani, lakini hili limekuwa tofauti kabisa kwa Irani. Kwa hivyo maana yake ni kwamba viongozi wa Irani wenyewe hawaogopi kabisa swala la kuondokewa na uhai ama swala la kupoteza maisha. Wamekuwa wakijitoa katika hali na mali kupigania taifa lao, kupigania ardhi ya Irani. Waziri huyu Bwana Abbas Araghchi wa mambo ya nje wa Irani alizungumza na baadhi ya waandishi wa habari pale mjini Tehran, akieleza dhamira ya Irani kuendeleza mashambulizi zaidi na kuendeleza dhamira yake na azima yake ya kuendeleza kufunga na kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz, mlango ambao ni muhimu sana kwa kupitisha bidhaa mbalimbali za mafuta na pamoja na nishati ya gesi katika maeneo mbalimbali ulimwenguni. Sasa Bwana Abbas Araghchi amesema Irani itasimama imara, na amesema kwamba yeye anaonyesha mfano kwa raia wote wa Irani kuendelea kusoma kwa ukakamavu, kutoogopa na kuendeleza mashambulizi dhidi ya wadhalimu, yani Marekani pamoja na Israeli. Sasa kufuatia hilo na mambo ambayo yameendelea kutokea siku nzima ya leo na siku ya jana pia, ambapo kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Mujtaba Khamenei alitoa ujumbe mzito kwa umma wa Irani, lakini pia na maadui wa Irani ikiwa Marekani na Israel, ambapo alisema kwamba ataendeleza kufunga mlango wa bahari na kuendeleza mashambulizi zaidi ya vita juu ya kulipiza kisasi kwa mauaji ya raia, lakini pia na kiongozi mkuu wa Irani ambaye pia ni baba yake mzazi Ayatollah Said Ali Khamenei, ambapo Mujtaba Khamenei alisema kwamba wa Irani wanapaswa kusimama imara juu ya kisasi kwa Marekani. Sasa waziri wa ulinzi wa Marekani yani Peter Hegseth, yeye ameonekana akizungumza leo katika moja ya hotuba yake akiongelea swala zima la kiongozi mkuu wa Iran Mujtaba Khamenei kuwa ni dhaifu na hali yake ni mbaya ya kiafya, na ndio maana hakuonekana hadharani. Baada yake alituma ujumbe ambao yeye ametaja kama ni ujumbe ambao ni dhaifu na ujumbe ambao hauna mashiko, akisema tuna taarifa ya wazi ya kwamba kiongozi mkuu wa Irani anayeita kiongozi mkuu amejeruhiwa vibaya na huenda uso wake umeharibika vikali. Jana alitoa taarifa kupitia vyombo mbalimbali vya habari vya Irani ambayo kwa kweli ilikuwa ni dhaifu sana na ilikuwa ina udhaifu wa hali ya juu, na hilo ni kufuatia kutoonekana kwake video ama uonekano wake wa sura ama sauti yake. Hili linadhihirisha wazi kwamba Mujtaba Khamenei hali yake ni mbaya, na hii inaonekana ni aibu kubwa sana kwa raia wa Irani na watu wa Irani ambao wamekuwa wakipinga na kuendelea na kubisha ukaidi juu ya vita vyake vinavyoendelea dhidi yetu. Tunasema ya kwamba tutamwangamiza mara moja, na hivi karibuni tutasikia tu matokeo makubwa sana juu ya vita vyetu kwa Wairani. Ni waziri wa ulinzi huyu wa Marekani Peter Hegseth ambaye naye pia amezungumza juu ya kile ambacho kimeendelea kutokea kule nchini Irani, akionyesha dhamira ya Marekani kuendeleza mashambulizi ya kuondoa uhai viongozi wakuu wa Irani. Bado hali ya vita Mashariki ya Kati, Irani na Marekani ni kubwa zaidi, na hivi sasa bado hakuna ubashiri wa wazi juu ya mwendelezo wa vita unaendelea kati ya Irani na Marekani. Ni kusihi tu endelea kutufuatilia kila wakati na kila saa, kujipatia undani wa taarifa na taarifa kubwa kutokea Mashariki ya Kati na vita vinavyoendelea kati ya Irani na Marekani. Aliyekusogezea taarifa hii kwa karibu kabisa na kukupatia matukio nyeti na tata kutokea Mashariki ya Kati, vita vya Irani na Marekani, naitwa Chifu Mkuu wa Itifaki. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.